Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Katika misa hii tuna nia kuendelea kumwombea ndugu yetu mpendwa Padre Rojestus Kaitwa aliyeaga dunia tarehe 1 mwezi huu wa 10, na leo atasafirishwa kwenda huko Mbeya ambapo atahifadhiwa kusubiri siku ya maziko yake. Japo ataondoka katika mazingira yetu, lakini bado tunaendelea kuwa naye kiroho. Tukiendelea kusali kwa ajili yake. Vile vile leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi, na tunajua hii ni siku muhimu sana katika imani yetu. Tukikumbuka zaidi upendo wa Mungu kwa wanadamu, kumbuka zaidi mapendo ya Mungu kwetu sisi, na mapendo hayo yamejionyesha kwa kutusamehe dhambi. Ndio hasa tunaonja mapendo ya Mungu kwetu. Upendo huu si upendo wa kutuletea chakula au kutupa kinywaji au kutupa mavazi kama tunavyoonyesha mapendo kwa watoto wetu, kwamba usipompa chakula au kitu cha kunywa haonji kama unampenda. Upendo wa Mungu si huo. Upendo wa Mungu unahusiana na utakaso, unahusiana na kibali cha kupokea uzima wa milele. Wakati upendo wetu wa kibinadamu ni uzima wa muda, kwamba nina njaa, basi nimepewa chakula, nafurahi kwamba nimependwa, lakini njaa hiyo itaniuma tena kesho. Nina kiu, nimepewa maji, nimekunywa, sasa kiu imeisha, lakini kesho itanipata tena. Upendo wa Mungu ni ule uzima, ile furaha ya milele. Kwa hiyo moyo mtakatifu wa Yesu unatuelekeza huko. Ndugu zangu, masomo yote mawili yanaongelea msamaha wa dhambi. Na kwenye sala ya mwanzo wa misa tunamwomba Mungu amfungulie ndugu yetu vifungo vya dhambi. Somo la kwanza kutoka kwa nabii Baruku anasema, kwa Bwana Mungu wetu kuna haki, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso. Kwa Bwana Mungu wetu kuna haki, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, akionyesha kwamba tuna haya ya uso kwa sababu tumemkosea Mungu, tumeshindwa kushika maagizo yake. Kuonyesha tofauti, tukienda kwa Bwana basi tunapata haki yake, lakini kwetu tuna haya ya uso. Tumetenda dhambi, akitolea mifano ya ukweli juu ya Wayahudi wakiwa huko Misri walivyokombolewa na maisha yaliyofuata ambayo yalikuwa yakimkosea Mungu ile haki yake. Somo la pili ambalo ni Injili, Yesu anasema, ole wako Korazini na Betsaida. Miji hiyo ni miji miwili, Korazini na Betsaida, kwamba miujiza mlioshuhudia ingefanyika kwenye miji ya Tiro na Sidoni, hiyo miji ingelitubu. Alisema hivyo kwa sababu aliona kuna ugumu wa kutubu kwa watu wa Korazini na Betsaida. Akasema, haya mnayoyashuhudia, wao wa Sidoni na Tiro hawakumuona Yesu akitenda miujiza, lakini walikuwa tayari kiroho kutubu. Ninyi mmeshuhudia matendo makuu ya Mungu kupitia kwa Yesu, lakini hamtaki kutubu. Ndio maana anawaambia ole wenu. Anawaambia pia mji wa Kapernaumu,
hata wewe utajikuza mpaka wapi? Kikubwa ni nini? Toba na mageuzi. Kama nilivyosema, masomo yote mawili yanatugusia, yanatuelekeza kwenye toba. Toba inayohusiana na kuacha njia mbaya na kuchukua njia iliyo njema. Na moyo mtakatifu wa Yesu unahusu msamaha wa dhambi. Kwa upande mwingine, tunaposherehekea tusibaki tu kuomba mapendo ya Mungu, tuombe pia neema ya kutubu, kwa sababu ndio mafuta yanayofanya mapendo yale yaendelee kuwaka. Ndio nishati inayofanya mshumaa wa mapendo uendelee kuwaka. Tusiombe tu atupende, aturahisishie njia yetu, lakini atupe neema ya toba. Tuombee nyumba, tuombee mavazi, tuombee chakula, tunaombea msamaha, tunaombea matunda ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa sisi tunaoomboleza maombolezo yetu ya Kikristo, ndio maana tunasema tusiomboleze kama wasioamini. Maombolezo yetu ya Kikristo daima yanatoa uzito kwenye pande mbili. Yanatoa uzito wa toba kwa ndugu yetu ambaye analala na hawezi kujiombea tena, namwombea toba, namwombea msamaha. Kwa sasa hawezi kuungama, hawezi kutubu, lakini sala zetu zinaweza kufanya Mungu wake. Upande wa pili wa maombolezo ya Kikristo, tunajiombea toba sisi wenyewe tunaoomboleza. Ni sisi ndiyo miji ile ya Tiro, ya Korazini na Betsaida. Tunaambiwa nyinyi mmeshuhudia matendo makuu ya Mungu mengi, yawasaidie nyinyi wenyewe kubadilika. Sio hiyo ya Betsaida. Wale babu zetu na bibi zetu ambao kumsikia Yesu Kristo, hao ndio Tiro na Sidoni. Yesu anasema wale wangesikia habari za Yesu wangetubu, wangebadilika. Tumeona. Kwa hiyo msiba unapotokea ni siku ya kusikia tena mafundisho yanayohusu marehemu. Yeye anaombewa msamaha na onyesho la amani. Ni sehemu kubwa kwamba tumeona hapa wakaifa kweli, akiishi na sisi, akifanya kazi kweli, tulimpenda. Sasa amepitwa na Mungu. Nachukua nini tunachojifunza kutoka kwake? Nachukua nini? Yeye msimu wa kupokea miujiza ya Yesu kwake umepita. Sisi bado tunashuhudia miujiza ya Yesu, kwa hayo tunashuhudia watu miujiza ya Yesu. Kwa upande mwingine, hata kifo cha mtu ni muujiza na uchinao. Huyu aliyekuwa anaitwa mama leo hawezi kuinuka, muujiza. Wewe fundisho kama huyu mama leo hawezi kuinuka. Huyu aliyekuwa anatuambia kimeisha hiyo, alikuwa anasema kufurahisha kwamba imekamilika. Sasa amekamilisha naye maisha, muujiza. Kama tunashuhudia hiyo miujiza, sisi madarasa yetu ni hao ndugu zetu wanaofahamu. Mtu yupo kwa sababu anaguswa na watu sasa, na wale wanaoishi nao. Ndio anafanya hata mimi na wewe kwa sababu na katika mwisho naangalia tena watu wanaoishi na maisha. Kwa hiyo maisha yako ni darasa. Natamani Yesu atupende na moyo wake unatupenda kweli. Sawa. Ili moyo huu ni moyo wa kujiza. Upendo wa Yesu uko kwa ajili ya kutuongoa. Miujiza ya Yesu iko kwa ajili ya kutuongoa. Upendo wake ni kutuongoa. Kwa hali hiyo tunamwaga ndugu yetu, tunamwombea msamaha wa dhambi zake. Na sisi tunajiombea msamaha wa dhambi zetu. Lakini dhambi zetu ni namna ya kushiriki
ya kupeleka mapendo ya Yesu kwa watu. Maana yake heri kinga kuliko tiba. Wazazi mnalea, basi mlee vizuri, mwajibike vizuri. Ndio namna ya kupeleka hiyo miujiza ya Yesu kwa watu. Mnaofundisha shuleni, mfundishe vizuri, msibaki tu kufundisha hesabu, lakini muguse roho za watu ili wakamilike mwili na roho. Isibaki tu kwamba taaluma na alama nzuri lakini kujahangaika na maisha na mwenendo wake na tabia yake. Ni namna ya kupeleka miujiza ya Yesu, upendo wa Yesu kwa watu, kwa sababu mwisho yote ndio unaomuumba mtu anaanza kuishi anavyoishi. Ndugu zangu, ndugu yetu ametangulia kwa Mungu, tumwombee. Kwa sala zetu tumsaidie. Ndio zawadi anayohitaji. Tumsaidie apate pumziko la amani. Ni nusu ya wajibu wetu. Nusu ya pili ni sisi wenyewe. Tujitazame tunavyoishi, tufanyie kazi ili upendo ule tunaomwombea mwenzetu na sisi tustakilishwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tukimwomba Yesu na moyo wake mtakatifu atufae katika safari yetu ya kiroho. Sikia, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Ulifanya juu chini ili kumpata kondoo mmoja aliyepotea. Utupe matumaini ya kutokuachwa katika shida na utuokoe katika kila hatari, Bwana. Twakuomba utusikie. Wewe ulisema kwamba ni mchungaji mwema. Utuzibue masikio yetu ili tusikie sauti yako na kukufuata kama kiongozi katika njia ya kwenda kwa Baba, Bwana. Twakuomba utusikie. Unafurahi kuwakaribisha waliopotea na kukurudia. Usituache katika hali ya kukusahau, bali utuhimize kurudi kwako uliye chemchemi ya furaha yetu, Bwana. Twakuomba utusikie. Wewe ni mchungaji unayehatarisha maisha yako kwa ajili yetu. Utuwezeshe kukutumaini na kukutegemea daima, Bwana. Twakuomba utusikie. Mungu Baba, mwana wako alijibidisha sana kutuokoa hata kutoa maisha yake. Ana nia ya kutuchunga tusipotee katika njia ya kufika kwako. Tunaomba upokee sana maombi yetu kwa ajili ya ndugu yetu Padre Projestus Kaitwa na kwa ajili yetu sisi, ili uchungaji wa Yesu Kristo utufae. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.